hakuna orodha ya miti iliyokuwepo ndani ya bustani ya Edeni. Inawezekana kulikuwa na aina 10 ya miti. Haleluya. Inawezekana haikuorodheshwa ni ngapi, lakini inawezekana kulikuwa na mipera na mipapai, inawezekana kulikuwa na machungwa na maparachichi, inawezekana kulikuwa na mistafeli na nini, lakini kuna mti mmoja akamwambia, kwenye mti huu kati ya miti 11 msiguse. Siku mkigusa mtakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lile katazo la Mungu ambalo aliwakataza wa Adamu na Eva, siku waliponyosha mikono wakala kutoka kwenye ile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, kila mtu anajua kilichotokea. Shida imetokea mpaka leo duniani kwa sababu wamevunja amri ya Bwana, wamevunja maagizo ya Bwana kula matunda kwenye mti aliowakataa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa mti huu ni mlingano wa fungu la 10 ambao Mungu ametukataza tusile, ametukataza tusiguse, ametukataza tusitumie. Maana ikiwa walikufa kiroho, ikiwa ardhi iliambiwa kwa ajili yao, ikiwa walipata mabaya kwa ajili yao, ikiwa ulimwengu wote umeingia kwenye laana kwa sababu ya kutokutii wakale matunda, ina maana sisi pia tukikubali kula wakati Mungu ametuzuia, tutaleta balaa kwenye maisha yetu, tutaleta shida kwenye kazi zetu, tutaleta shida kwenye taifa letu, kwa maana Mungu ametukataza, anasema msile, alafu sisi tukala. Hatuna na tofauti kati ya kile tukifanya Adamu na Eva kwenye bustani ya Edeni. Jina la Bwana libarikiwe sana. Tutakuwa ni wale wale, na pengine tumeshakuwa ni wale wale, lakini neno la Bwana limetuma kwetu usiku ya leo ili tuondoke kwenye huo mfumo, turudi kwenye mfumo wa watu ambao wanalitii neno la Mungu, wanalitenda na kulifuata ili wapate kuishi. Adamu na Eva walikufa kiroho, dunia yote inaharibika mpaka leo tunawalaumu. Singekuwa Adamu na Eva tusingezaa kwa uchungu, singekuwa Adamu na Eva tungekuwa na maisha mazuri, singekuwa Adamu na Eva watu tusingekufa. Ni hakika watu wasingekufa, wangeishi maisha yote, lakini kwa sababu walikula yale waliozuiliwa na Bwana, mauti ikafunguliwa duniani, watu wanakufa, watu wanaangamia. Haleluya. Kulikuwa na mti wa uzima ndani ya bustani. Amen. Amen. Kulikuwa na mti nini wa uzima. Kwenye wakati wanakula matunda ya miti mingine, walikuwa bado hawajaufikia ule mti kula matunda yake. Walikuwa bado pengine wameshakula mastafeli na parachichi na nini, bado hawajafika, hawajaanza kula matunda, yalikuwa ni mengi, na hatujui ni kipindi gani tangu wamepata agizo na ni kipindi gani katikati walienda kula matunda. Walikuwa bado hawajafikia ule mti wa uzima. Ilikuwa wakila matunda yale ya mti wa uzima yanasababisha waishi milele. Ulikuwa ni mti wa uzima ambao Mungu aliwaambia hakuwazuia kula kwenye ule mti. Kwa Mungu aliwazuia, aliwaambia miti yote naweza mkala isipokuwa mti mmoja wa ujuzi wa mema na mabaya. Na mema tayari Mungu alishawapa kujua, ila hakutaka wajue mabaya kwenye maisha yake. Mti wa uzima ulikuwepo, walikuwa bado hawajala matunda yake, wangeyafikia na kuyala, ndio alikuwa anawapa access ya kuishi duniani kwa miaka yote. Sasa wakala ule mti hawajafikia kwa ule mti wa uzima. Sasa kwa sababu Mungu ameshatamka, akamwambia miaka yenu itakuwa michache, mtazaa kwa uchungu, mtaharibikiwa, mtapata mabaya. Akamwambia kerubi, kimbia upesi, nenda kalinde kwenye nini, njia ya mti wa uzima, ili wasinyoshe mikono yao wakala, alafu wakaishi milele wakiwa na dhambi ndani yao. Maana yake dhambi yetu ambayo tumeipata kama Adamu na Eva wangekula ule mti wa uzima, ingekuwa sawa na dhambi ya Shetani, maana tusingekuwa na sehemu ya kuitubu. Haleluya. Ibilisi hana sehemu ya kutubu hata leo, hana sehemu ya kutubu. Na sisi kama
angenyosha mikono akala matunda ya mti wa uzima, ameyala tayari, ana uasi ndani yake, ana dhambi ndani yake. Maanake kifa kipo tena, anaishi maisha ya dhambi, anahukumu, anasubiri kwenda kuhukumiwa, anaishi maisha ya dhambi ambayo hakuna namna, hakuna njia ambayo anaweza akasamehewa dhambi ile, maana amekula matunda ya mti wa uzima, anastahili kuishi. Akaambia linda, Mungu akiwa na kusudio baadaye amlete Yesu kuwakomboa wanadamu, aulete mti wa uzima mwingine ambao ni Yesu. Yesu anasema yeye ni nini? Haleluya, amen. Yeye ni mti wa uzima, yeye ni maji yaliyo hai. Yesu alikuja kama mti wa uzima ule ambao wangekula kwenye bustani ya nini? Edeni. Tunapokula Yesu ndio tunapata access ya kuishi milele ndani ya neno la Bwana. Amen. Yesu akasema, anilaye mimi na kuinywa damu yangu hata kufa ataishi milele. Alipoweka kerubi alinde ile njia ya kwenda kwenye kile kiunga kilichokuwa na miti ya uzima, ili wasinyoshe wakafa, alafu wasipate rehema yote. Yesu au Mungu alikuwa ameanza kuwaza, huyu mwanadamu amekosa, tafanyaje? Kuna njia nyingine itatengeneza. Yesu ndiye mtima wa uzima. Amen. Mle Yesu utaishi. Amen. Mkamate Yesu utaishi. Amen. Mwamini Yesu utaishi. Kaa ndani ya Yesu utaishi. Yeye ndiye mti wa uzima, mti ulio hai. Pigie Yesu makofi ya shangwe na kuelekea. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo tunapomaliza somo hili, jiulize ndani ya moyo wako, umemwibia Mungu mara ngapi? Jiulize mwenyewe. Na mwingine ukiangalia kwenye historia yake ya kutoa, alishawahi kutoa mara moja tu, na amekuwa kanisani miaka mitano. Na kwa bahati ambayo sio nzuri, baadhi ya wachungaji huwa wanaogopa kuwakwaza washirika kufundisha habari ya zaka. Nasema nikifundisha habari ya zaka, ataniona mimi labda napiga debe nipate pesa. Lazima tuiseme kweli yote. Haleluya. Lazima unywe dozi ili upate kupona. Haleluya. Jiulize ndani ya moyo wako, umerukaruka mara ngapi kutoa zaka? Jiulize moyoni mwako, umekuwa sugu kiasi gani kwa wizi wa zaka? Alafu ujiulize moyoni mwako, je, kwa wizi huu mbingu nitaipata? Wakati najiuliza, umesimama, kwa wizi huu mbingu nitaipata? Unaweza ukajifariji